ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والحمد دائما لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Tukiendelea na darasa letu la kitabu cha Risalatul Jami'a cha madhhab al-Imam Shafi'i rahimahullah, tulifika katika furudhul udhu'i zile sita. Katika sita tukaeleza ya kwanza ni an-niyya, nia. Ya pili ni ghaslul wajhi, ni kuosha uso, na tukaeleza urefu wa uso, upana wa uso, na namna gani yatakikana mtu awe ni mwenye kuosha uso wake. Tukafika katika sehemu ya tatu, ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini, na tukaona kwamba mikono kumbe haianzi hapa katika kuosha au katika udhu, bali inaanza hapa mpaka juu ya kisuku. Tukiendelea ya nne, sahibul kitab anatuambia arabi'u, ya nne, mashu shay'in min basharati ar-ra'si au sha'ratin fi haddihi. Ya nne, maana ya mashu shay'in min basharati ar-ra'si ni mashu, ni kupaka au tunasema kupupusa, kupaka juu ya kichwa. Mashu shay'in ni kupaka sehemu min basharati ar-ra'si, ngozi ya kichwa. Yani ni kwamba yale maji ya dare ile ngozi ambayo kwamba iko juu ya kichwa, tena ni shay'un, sehemu yoyote. Ina maana ukavua kofia yako katika madhhabu ya Imam Shafi'i, hakuna makosa yote ukapaka maji hapa, au ukachukua maji ukapaka hapa, au ukachukua maji ukapaka hapa, au ukachukua maji ukapaka hapa, au ukapaka katikati, maadamu ni shay'un min ra'si, udhu wako uko sawa sawa. Kwa hivyo ni mashu shay'in min basharati ar-ra'si. Ama kupaka katika nyele ni moja katika mawili. Wakati itakapofika katika kichwa, sahibul kitaba anasema unaweza ukapaka katika ngozi, si kuosha. Huko chini ni kuosha, na kuosha tulisema ni kwamba paka maji yawe yenye kutiririka, yaingie na huko yamwagike, huko ndio kuosha. Lakini kupaka ni kwamba umepaka tu maji bila hata yale maji kuteremka wala kutiririka, hii ndio inaitwa kupaka. Kwa hivyo itakapofika katika kichwa kuna moja katika mawili, ima upake katika ngozi au sha'ratin, au una ruhusa pia ya kupaka katika nyele, lakini katika nyele kuna sharti fi haddihi. Sasa hapa maashara almuslimin, ndio ni lazima tufahamu ya kwamba tukiwa tunataka kuzipaka nyele maji bila ya kufika katika ngozi, sahibul kitab anatuambia pia hiyo itakuwa ni sawa sawa. Anasema kwamba huyu mwenye kitabu aliposema fi haddihi, katika mpaka wake, fi haddi ra'si, anapendelea ala annahu yushtaratu li sihhati mashi ash-sha'ri fi al-udhu'i. Aliposema ya kwamba ukizipaka nyele, zipake nyele ambazo kwamba ziko katika mpaka wa kichwa, anachokipendelea ni kuwa alla yakhruja juz'ul mamsuhu min haddi ar-ra'si idha mudda min jihati nuzulihi. Ni ya kwamba yule ambaye kwamba ana nyele nyingi, mathalan hataki maji yafike katika utosi, ataka kupaka katika nyele, anasema ya kwamba ikiwa zile nyele mathalan zitavutwa, zitapita sehemu hii hapa ya mbele, zitafika mathalan mpaka hapa, ukizishika zile nyele ukizipaka maji haitotosha. Au na nyele huko nyuma ndefu ukazichukua zikapita katika hiki kishogo chako zikawa ndefu hivi, labda
umefunga mkili kama mwanamke vile, na kile hali ni mwanaume, hizi nyele ukizipaka maji hazitotosha. Ni lazima zile nyele ambazo kwamba tunafaa tuzipake maji ni zile nyele ambazo kwamba hazikutoka katika mpaka wa kichwa mbele wala nyuma. Ni nyele ambazo kwamba zikivutwa ni zile zitakazobaki hapa, ndio wafaa uzipake maji. Kwa hivyo maashara almuslimin, hapa ni lazima tujue jambo kama hilo. Alkhamisu, ya tano katika furudhul wudhu sita zile, ni ghaslu rijlaini ma'al ka'baini, ni kuosha miguu miwili ma'al ka'baini, pamoja na macho mawili ya miguu. Tunajua kwamba kama vile mikono tumesema inaanza kuanzia hapa kote, hakikisha maji yamefika na hakuna chochote chenye kuzuilia maji yafike katika ngozi mpaka juu ya hapa. Na miguu pia vile vile, maashara muslimin, tunaanza kuanzia huku tunakwenda mpaka juu ya haya macho mawili ya miguu hapa, ndio tutahesabika kwamba tumeosha miguu miwili. Kwa hivyo ghaslu rijlaini ma'al ka'baini, lakini wanatuambia wenye kusema fayajibu ghaslu kulli rijlin ma'a ka'bayha wa nazile mipasuko yake, mapasuko iliyopasuka, kama vile Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hadithi iliyopokelewa na Umar bin al-Khattab radhiallahu anhu kwamba kuna mtu ana rajulan tawaddaa fataraka mawdi'a dhufrin ala qadamihi fa absarahu an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia irji' fa ahsin wudhu'aka faraja'a thumma salla. Kwa mtu labda kuna katika hizi sehemu za kucha huku akitawadhi kama zikofika maji vizuri, manake tuchungeni sana maashara muslimin, wale ambao kwamba wanaofuga kucha wahakikishe ya kwamba chini ya hizi kucha hakuna uchafu wa aina yoyote ambao kwamba unaweza kuzuilia maji kufika katika ngozi. Ni vizuri zaidi ukate. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika mambo matano ni katika maumbile ya Muislamu ni kukata ni kukata kucha, ni ustaarabu, na kuweka kucha si katika maadili ya Kiislamu wala si katika mafunzo ya Kiislamu. Kwa hivyo hakikishe katika kucha zako hizi kama ni ndefu, maji yaingie, ule uchafu ulioko usiwe ni wenye kuzuilia kuzuilia maji. Na kwa wale ambao kwamba wenye mipasuko hasa kwenye visiginyo, mara nyingi ndio inatokea kama Mtume anasema wailul lil aqabi, adhabu kabil za wenye visiginyo, yani wale ambao kwamba wanaotawadha na wana mipasuko hawahakikishi kwamba yale maji yamefanya yamefika, ama hawahakikishi mwanzo wakati ule uchafu. Maana kuna wengine wamepasuka sana mpaka ile mipasuko inaingia uchafu. Lazima uhakikishe ule uchafu umetoka, yale maji yamegusa yamegusa ngozi. Lau yale maji yatakaa juu ya ule uchafu, ima ni kwenye kucha au ni kwenye mipasuko ya visiginyo, basi udhu wako utakuwa haujaswihi. Kwa Mtume naye alimwona mtu akitawadha hivyo akahakikisha kwamba kuna sehemu fulani hazikudara maji kwa sababu ya mipasuko alionayo au zile kucha zilizokuwa kubwa na zenye uchafu, akamwambia arudi utawadhi tena kwa sababu bado hujatawadha vizuri. Akarudi akatawadha, kisha ndio akaenda akaswali. Hii ndio ni sharti ya tano katika udhu. Ama sharti ya sita ni at-tartib ala hadhihi al-kayfiyya, ni kuzifuatanisha kwa namna hivi zilivyotajwa, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotuambia ibda'u bima bada Allahu bihi, anzeni vile alivyoanza Allah tabaraka wa taala. Allah alianza kitu gani katika Al-Qur'an Al-Karim? Alianza kusema faghsilu alladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum, enyi mlioamini mkiwa mwataka kuenda katika kuswali au mwataka kuswali, faghsilu wujuhakum, osheni uso. Kwa hivyo Allah ameanza na uso, kisha wa aidiakum ila almarafiq, muoshe mikono, kisha wamsahu ruusikum, mupake vichwa vyenu, wa arjulikum na miguu yenu. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam au ulama wetu katika madhhab al-Imam Shafi'i anasema ni wajib kufuatanisha kama vile ambavyo kwamba Mtume alipotuambia kwamba anzeni pale alipoanza Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo sharti ya sita au faradhi ya sita katika udhu ni at-tartib. Na umepata wapi hii tartib? Umepata katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotuambia anzeni pale alipoanza alipoanza Allah tabaraka wa taala. Sasa anasema
lau mtu atatanguliza kiungo kabla ya kiungo kingine, je, udhu wake utakuwa ni sahihi? Anasema ya kwamba mathalan akatanguliza kuosha miguu kabla ya nini? Kabla ya mkono. Wanasema kwamba kule kuosha miguu kwake hakutohesabika kwamba ni katika udhu, itahesabika ni kama ameosha tu kwa starehe zake. Atakapoanza kuosha mikono kisha aoshe kichwa, kisha na miguu itabakia vile vile. Yako baadhi ya madhhabu ambao kwamba wanasema kwamba hii taratibu sio nini, sio lazima. Unaweza kuanza na miguu, bora tofanya nini, bora hizi viungo vyote ambavyo kwamba vilivyotajwa katika Al-Qur'anul Karim uwe ni mwenye kuziosha. Sasa anasema lau kwa mfano mtu ambaye atakayepiga mbizi, tunajua kupiga mbizi ndio, mtu atakayepiga chomo ikiwa ni katika mto, ikiwa ni katika ziwa, ikiwa ni katika bahari, akapiga akijitosa hivi akazama mwili mzima, na huko akatiania kwamba yeye afanya nini, yeye watawadha, ni vipi udhu wake? Kwa sababu itakuwa hapa taratibu haikufanya nini, haikupatikana kwanza kuosha uso, sababu imeingia moja kwa moja. Anasema hapa itakuwa ni yenye kusihi bila kuzingatiwa nini, bila kuzingatiwa taratibu. Kama vile ambapo kwamba mtu mwenye janaba, mtu ana vitu viwili ambavyo kwamba vinavyomlazimu kuoga janaba. Je, mathalan kama mwanamke ambaye kwamba amemaliza zile siku zake za ada, ile adamu yake ambayo kwamba inamtoka kila mwezi, tumefahamana, si ndio? Haya, na labda huku kwa upande mwingine ana nini, ana janaba, labda aliota akatoka na maji. Sasa kuna vitu vingapi vimempata vya kumlazimu kuoga huyu? Vitu viwili. Je, ataoga josho la kwanza kwa sababu ya ada yake na josho la pili kwa sababu ya nini? Hapana, akioga josho moja tu litamtosheleza. Na hata akijipiga mbizi, akiingia tu akihakikisha kwamba katika ile maji kila sehemu imefanya nini, imefika maji, tayari huyu mtu ashafanya nini, ashatahirika. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba dini yetu ni nyepesi, na hakuna mtu ambaye kwamba atakayefanya mzito isipokuwa itafanya nini, itamshinda. Kwamba lazima mwanzo aende aoge hili, aoge jasho hili, hayo maji yatapatikana wapi? Tutamtia na ugonjwa. Kwa hivyo hizi ndio furudhul udhui sita ambazo kwamba alizozitaja mwenye kitabu. Kisha akaendelea faslu fil ghusli, akasema wa ikana alayhi janabatun, ikiwa mtu yoyote amepatikana na janaba, min mujama'atin, janaba la kwa sababu ililopatikana kwa ajili ya tendo la ndoa, au khuruji maniyin, au kwa kutokwa na maji ya uzazi, binaumin, kwa kulala, au ghairihi, au kwa namna nyingine. Umelala ukaota fanya tendo la ndoa ukatokwa na maji ya uzazi. Sasa mwenye kitabu anasema ikiwa umepatikana na janaba kwa njia zote mbili, kwa kutokwa na maji ya uzazi kwa kulala, au kwa kufanya nini, kwa kufanya tendo la ndoa, lazima itamlazimu huyu mtu ghuslu jamii badanihi, kuoga mwili mzima, ma niyati rafi'il janaba, na lazima atie nia la kuondosha janaba. Tutakoma hapa insha Allah taala, tutakuja kuona ni kwa nini sisi Waislamu mtu akitokwa na maji ya uzazi anaoga, lakini akitokwa na mkojo ambao kama ni sehemu ile ile ambapo kwamba inatoka maji ya uzazi, akitokwa na kitu kinaitwa madhi, sehemu ile ile ambapo kwamba inatoka maji ya uzazi, lakini huko anaambiwa aoshe, lakini huko anaambiwa fanya nini, anaambiwa aoge. Ni nini hikma yake? Kwa nini huku tuoge, kwa nini huku tuoshe? Tutakuja kuona insha Allah taala kesho. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.